Karibu tena kwenye Power Drop ya Power Fresh. Agnes Anderson niko hapa. Mwana maisha fresh leo, nataka nikudondoshee kuhusiana na Royal Albert Hall, ukumbi wa kifalme ambao umejengwa mwaka 1871 katikati ya jiji la London. Ni zaidi ya jukwaa, ni alama ya heshima katika muziki wa dunia. Na hapa ndipo wakongwe kama Alicia Keys, Diana Ross, Adele, Shirley Bass na Wizkid wamewahi kuacha historia. Ni ukumbi wenye uwezo wa kubeba watu zaidi ya 5,000 na kila onyesho lilofanyika hapa limeandika historia na ukurasa mpya kwenye kitabu cha heshima ya sanaa ya muziki. Na sasa mwana Afrika Mashariki toka ardhi ya Tanzania, kitaa cha Tandale, Diamond Platnumz ameandika ukurasa wake akijaza ukumbi huu kwa nguvu ya bongo flavor. Diamond amekuwa miongoni mwa wachache kutoka Afrika waliowahi kusimama kwenye jukwaa hili la kifalme, sambamba na kina Mariam Makeba, Stone Boy na Angelique Kidjo. Hii si tu show jamani, ni historia. Royal Albert Hall imefungua mlango wake kwa sauti ya Afrika Mashariki, na Diamond Platnumz ameandika jina lake kwa herufi ya dhahabu. Kwa heshima na taadhima, mwana maisha fresh, naomba nikusogezee orodha ya wasanii mashuhuri waliowahi kutumbuiza katika ukumbi huu wa kihistoria wa Royal Albert uliopo London, Uingereza, wakitokea Marekani, Uingereza na Afrika. Alicia Keys, huyu ni mwanamuziki na mshindi wa tuzo ya Grammy ambaye alitumbuiza kwenye Royal Albert Hall mwaka 2010 katika ziara yake ya The Element of Freedom. Diana Ross, huyu ni malkia wa soul na R&B, ametumbuiza mara kadhaa katika ukumbi huu, ikiwa ni pamoja na show maarufu ya mwaka 2008. Adele, yeye alitumbuiza katika Royal Albert Hall mwaka 2011 na show yake hiyo ilirekodiwa na kutolewa kama album ya moja kwa moja. Kuna Shirley Bass, mwanamuziki mkongwe wa nyimbo za James Bond kama Goldfinger, amewahi kutumbuiza mara nyingi katika ukumbi huu, ikiwa ni pamoja na hafla ya miaka 90 ya Malkia Elizabeth. Wizkid toka Nigeria, mnamo Septemba 29, 2017 alikuwa msanii wa kwanza wa Afrobeats kujaza ukumbi huu kwa tiketi zote kuuzwa, yani sold out. Angelique Kidjo kutoka Benin alifanya onyesho kubwa katika ukumbi huu Novemba 2023 kuadhimisha miaka 40 ya muziki wake. Alialika pia wasanii wengine wa Afrika. Stone Boy toka Ghana alishiriki katika onyesho la Angelique Kidjo mwaka 2023 kama mgeni maalum wa jukwani. Ladysmith Black Mambazo kutoka Afrika ya Kusini, kundi hili maarufu la muziki wa asili, lilitumbuiza hapa na kurekodi album ya Live at the Royal Albert Hall mwaka 1999. Na Mariam Makeba toka Afrika ya Kusini, huyu ni mama Afrika mwenye historia kubwa ya kupigania haki, alitumbuiza Royal Albert Hall na kukusanya maelfu ya watu mnamo miaka ya 60. Lakini kubwa zaidi, huyu hapa anaitwa Skywalker, ameandika nini baada ya Diamond Platnumz kuweza kumaliza sana pale Royal Albert Hall. Hiki ni kitu ambacho kwa muda mrefu sana Diamond amekuwa kikipambania, kuweza kufanya pia tour ambayo ina sold out arenas na sehemu maarufu kama hizi za nje, na amefanikiwa na strategy yake imekuwa nzuri sana. Unajua, kwa sababu pia mwanzoni alikuwa hana watu ambao wanaijua vizuri UK. Sasa hivi ameshirikiana na moja kati ya promoter maarufu sana kule UK na Ulaya kwa ujumla. Kwa hiyo ndio maana imefanikiwa, kwa sababu wao wanajua nini wafanye, nani wamfuate kuhakikisha kwamba tours zinakuwa successful. Na nimeona kwamba imekuwa successful kabisa. Videos zinaonyesha vibe, wasanii ambao wamemsupport kina Tiwa Savage kama ambavyo umesema, if you can't beat them basi join them. Hiki ndicho ambacho wa Nigeria hawaepukiki hao jamaa, hasa katika diaspora. Ni wakubwa, wana idadi kubwa zaidi ya watu ambao wanakaa nje ya nchi. Kwa hiyo kuweza kuwa na wasanii ambao ni marafiki ambao wamewafanya nao kazi kama hao wote, Tiwa Savage, Flavor pamoja na Pato Ranking, wote hao wamefanya nao kazi, unaona. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana wao kuweza kumpa support. Lakini pia nyumbani tumeona Jux sasa hivi kwa Nigeria hauambii kitu, wanampenda sana kwa sababu ya kumooa Nigeria Priscilla. Kwa hiyo yeye pia ameona hiyo impact Diamond, kwamba japokuwa mimi ni mkubwa lakini nikichukua pia nguvu ya Jux sasa hivi kwa wapopo inaweza ikasaidia sana. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuona kwamba at least sasa hivi imetengeneza confidence kwa wasanii kama yeye, unaona. Japokuwa sio rahisi kila msanii kuweza kufanikiwa katika hiki ambacho Diamond amekifanya, lakini ina hope kwamba wengine pia
labda baadaye wanaweza kuja kufanikiwa pia kufanya hiki ambacho Diamond amekifanya. Kwa hiyo ni jambo la kihistoria kwa muziki wa Bongo Flava, na kwa Diamond amekuwa akiset hizi standards na kiset njia kwa wengine katika mambo mengi sana. Unaona hili limekuwa jipya sasa kwake kwa sababu yeye ni mara ya kwanza ku headline show kubwa ambayo imepata mwamko na audience kama hii ambayo tumeshuhudia. Shukran sana Skywalker. Mwana Maisha Fresh, endelea kuenjoy na vitu fresh toka Jambo. Kuna soda, kuna juisi, kuna pipi, kuna mikate, kuna maandazi, kuna keki na mengineyo matamu toka hapa Jambo. Hii ni Power Drop na mimi ni Agnes Anderson.